Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba serikali yake imedhamiria kuachana na vita vyote na kwamba ipo tayari kwa ajili ya kuwa na amani wakati wote. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel alisema kuwa serikali imedhamiria kukamilisha vita katika medani zote wakati akihutubia shambulizi la kigaidi katika makutano ya Gush Etzion mnamo siku ya Jumanne. Waziri Mkuu huyo wa Israel amesema, leo tulipata shambulizi lingine la kigaidi la Wapalestina. Alisema wakati wa hafla ya kuzindua Torati kwa heshima ya mwanajeshi aliyekufa Meja Res Moshe Yediya Leita. Alisema ambapo aliuawa wakati wa mapigano mwanzoni mwa vita vya Gaza mnamo Novemba mwaka 2023. Anasema Netanyahu, tumedhamiria kukamilisha vita katika medani zote ikiwa ni pamoja na kuwapokonya silaha Hamas na kuondoka kijeshi ukanda wa Gaza. Netanyahu aliongeza, mtu mmoja aliuawa na wengine watatu wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Mkazi wa Kiryat Arba Aharon Cohen mwenye miaka 70 alitambuliwa miongoni mwa Waisrael waliouawa. Kundi la Jihadul Islam la Palestina lilichukua sifa ya kufanya shambulizi hilo na kuwapongeza katika chapisho la mtandao wa kijamii. Pia wametoa wito kwa Wapalestina kuzidisha mashambulizi yao dhidi ya Waisrael kutokana na kashfa zilizofanywa na jeshi la serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, hasa mauaji makubwa yaliyotokea katika ukanda wa Gaza. Shambulio la kigaidi huko Gush Etzion, wahasiriwa wengine watatu walikuwa mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 40 ambaye alijeruhiwa vibaya, na mwingine mwenye umri wa miaka 30 na mwingine mwenye umri wa miaka 15 ambao walijeruhiwa kwa kiasi katika shambulizi hilo. Cohen mjane ameacha watoto 6 na wajukuu wengi. Hata hivyo, imeonekana kwamba washambuliaji wawili walifika na gari katika eneo la makutano, wakaingia kwa raia waliokuwa wamesimama karibu, kisha wakatoka nje ya gari na kujaribu kuwashambulia. Waliuawa na askari wa akiba waliokuwa katika eneo hilo. Hata hivyo, washambuliaji hao waliotambuliwa kama Ibrahim Imran Al-Atrash mwenye umri wa miaka 18 kutoka Hebron na Walid Muhammad Khalil Sabarneh mwenye umri wa miaka 18 kutoka Beit Umar, kulingana na Wizara ya Afya ya Mamlaka ya Palestina. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hawa ni vijana wa umri mdogo ambao wamejikita katika namna ya kulipiza kisasi, na jambo hili kutokana na jinsi ambavyo Umoja wa Mataifa, hasa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, limepambana katika kuhakikisha mpango wa hoja 20 za Rais wa Marekani Donald Trump zinakubaliwa katika baraza hilo, na kusahau uwepo wa taifa la Palestina kutachochea kuibuka kwa vijana wengi watakaojiunga na makundi ya kijihadi na kwa ajili ya kupambania taifa lao la Palestina. Hii ndio changamoto kubwa ambayo Urusi pamoja na China imekuwa ikilalamika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini nchi hizo mbili zimekosa nguvu baada ya kuona mataifa mengi ya Kiarabu yameunga mkono mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa usitishwaji wa vita bila kutambua taifa la Palestina. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini kinajiri duniani kupitia The World News.